Asante mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na maswali matatu nadhani, madogo sana. Moja, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuchunguza kilichotokea Oktoba 29. Lakini katika mazungumzo yako hapa umezungumzia economic sabotage. Sasa nataka kujua kuna ushahidi kiasi gani wa kuweza kulenga kabisa na kusema kwamba ni economic sabotage, na hasa kutoka nje ya nchi, kama kuna watu wamekamatwa tuweze kufahamu waliotoka nje ya nchi. Namba 2, kuna taarifa nyingi sana zinazungumzia vyombo vya usalama kufyatua risasi hovyo au ili risasi za moto. Sasa nataka kuuliza, kulikuwa na ile inaitwa order ya shoot to kill, na kama ilikuwa imetolewa na nani? Na la mwisho, tunasikia sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kwamba kuna vuguvugu lingine la yaliyotokea Oktoba 29 tarehe 9 Disemba. Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante. Jitihada zinazofanywa na wale wanaohamasisha wamelipwa. Yule aliyewalipa ana maslahi gani? Ingekuwa hii hamasa inafanywa na chama kimoja cha siasa, tungesema hawa wanapambana kutafuta madaraka. Ikifanywa maandamano yakiongozwa na chama fulani cha siasa, unasema hawa kuna dissatisfaction wameipata. Ni wale pale bwana nani wako pana na mwenyekiti wao yule pale bwana anaongoza, hawa wamepata. Hawa wanaohamasisha hata hawako nchini, wanahifadhiwa, wanapata na hela ya kurecruit vijana. Wale wanaowalipa watarudishaje hizo fedha kama if it's not the sabotage and eye kwenye rasilimali zetu? These are the things. Ndio maana nasema wanaotumwa na wanaomezea mate, never on earth tutatumia jitihada na nguvu zote na gharama yoyote kulinda rasilimali za Tanzania na Tanzania yenyewe. That is the thing. Kwa nadhani hili nimelisemea, na nimesemea hiyo ya hisia za Disemba 9. Tunasema wa Tanzania, nimeelezea kirefu sana, yeyote ambaye ana grievance yeyote aone njia mbadala, si ya kuirejesha Tanzania tena kwenye jambo lililotokea. Tuende kwenye njia zingine, makundi mbalimbali yasikilizwe, mambo ya mahusiano yatasikilizwa, mambo ya makundi mbalimbali yatasikilizwa, hoja mbalimbali zitafanywa kazi. Milango mpaka ya kiongozi mkuu Mheshimiwa Rais ipo wazi, na ya wasaidizi wake wote, na ya mijadala ya sisi kwa sisi iko wazi. That is the way we have to go. Tuepuke ile njia ambayo tunaona viashiria vya sabotage. That is the thing. Lakini tunasema kwa wale ambao wanamezea mate rasilimali, wanaona njia nzuri ya kuzifikia rasilimali ni kuwapiganisha vichwa wa Tanzania, wachukiane, wagombane, wapate makovu ambayo ni unrepairable, waingie kwenye vurugu ili wao wafikie zile rasilimali. Vyombo vya dola vina kiapo, na serikali na viongozi wana kiapo cha kulinda nchi hii na kulinda rasilimali zake. Wala hii nchi haiwezi kaendeshwa kwa remote. Kwa hiyo niliona hiyo nisemee kwa namna hii. Sasa hii ya watu kupotea, watu kutekwa, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo haipaswi sisi wa Tanzania litufikishe kwenye kuuana, wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Sote tunakubaliana, wote Tanzania nzima tunakubaliana wahalifu wanatakiwa wakamatwe. Tumejiwekea sheria. Kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana, utaratibu tunaotumia umetufikisha kwenye kuleta mashaka, kwenye kuleta taharuki, ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, kwamba hiki ni kimoja wapo. Mwenyekiti unasema watu wanakilalamikia tume. Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapa. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya very senior citizens, na naamini hili ni jambo la sisi kukubaliana tu, si jambo la kutufikisha tu, kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba mhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola na anakuwa salama.
Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo hayo ya mashaka. Kuhusu watu kutekwa, watu kupotea, that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu. Tunafanya vibaya eneo moja tu ambao ndo tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea, inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye polisi, hiyo tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Naamini recommendation zitakuja, alafu tukubaliane utaratibu. Kama tutasema mtu yeyote akikamatwa, kabla hajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ni jambo linalohusu Tanzania. Ni jambo linalohusu Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume. Na niongeze eneo moja, kuna moja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajai kushughulikiwa. La hasha. Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo haya ya kurundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa. Hivi tunavyoongea, jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania ameishu circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya jaji mkuu wa Tanzania akitekeleza recommendation za tume ya Mheshimiwa Rais ya mambo ya haki jinai na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai. Siku hizi hivi tunavyoongea, case movement ya kesi ilikuwa recommendation pia. Movement ya kesi kupita kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai inaonekana kote. Hamna hii yakimaliza kwa DCI huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana. Na haya mambo ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni. Kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai, itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa. So hili ni eneo moja wapo ambalo nimetoa tu mifano michache inayohusisha mambo hayo ya haki jinai, lakini yapo na mengine ambayo yalikuwa yanahusisha hizi recommendations za kutoka haki jinai ambayo yameshaanza kufanywa kazi. Mengine yalikuwa yanayohusu tu utu. Yani tulikuwa bado tuna magereza zile ambazo zilijengwa kwa ajili ya Waafrika, alafu wanaowapeleka ni wale weupe wa koloni. Magereza yalikuwa hivyo. Kwenye recommendation zikaletwa recommendation za kujenga nani hizo ambazo zinazingatia utu. Nenda uangalie nani mpya zilizojengwa. Ni recommendation ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya haki jinai. Sikiliza mafundisho ya dini, habari za kiroho, michezo na burudani kupitia chaneli yetu ya Upendo TV. Subscribe leo uendelee kujifunza na kulipokea neno la Mungu.